Kabisa. Tuanzie katika mkoa wa Arusha. Ambapo mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makalla ameridhishwa na hali ya ulinzi na usalama katika mpaka wa Namanga unaounganisha Tanzania na Kenya, huku akiwashukuru watendaji wa pande zote mbili kwa kuendelea kutoa huduma bora katika kituo cha pamoja cha forodha cha Namanga pale. Umeona Na amezungumza leo Alhamisi akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa. Makalla amesema ziara hiyo imelenga kukagua hali ya usalama na kuangalia mwenendo wa biashara mpakani, kufuatia maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha shughuli zote za kijamii na kiuchumi zinaendelea kama kawaida baada ya uchaguzi mkuu. Sasa nikimnukuu, Makalla anasema nithibitishe kuwa mpaka wa Tanzania na Kenya ni salama na kituo cha pamoja cha forodha Namanga kipo salama. Kituo hiki ni muhimu kwa nchi zetu na wananchi wa pande zote mbili kwa kuwa ndicho chanzo cha fursa nyingi za kiuchumi na biashara. Aidha, Makalla amewapongeza viongozi na watendaji wa kituo hicho kwa kuimarisha mahusiano na kukuza biashara mpakani, akisema Namanga imeendelea kuwa kitovu muhimu cha mabadilishano ya bidhaa kati ya Tanzania na Kenya, na kwamba usalama wa mpaka huo ni jambo lenye athari kubwa kwa uchumi na ustawi wa wananchi wa nchi zote mbili. Sasa jaribu kuangalia hapa sasa, ndo usalama umeimarishwa, si ndio kwenye mpaka huo. Kwenye mpaka huu na shughuli zinatakiwa ziendelee kama kawaida. Kwa zamani palikuwa hakuna usalama. Usalama ulikuwepo, ila tunakumbuka hali ambayo imejitokeza hapa. Na iliyopelekea mpaka baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kutangazwa kuwa rais, akatoa lile agizo kwamba jamani, shughuli ziendelee kama kawaida. Kwa hiyo ilibidi pia hizi serikali za mikoa huku kuhakikisha kwamba zinapambana na mikoa yao ili shughuli zile zirejee na kuhakikisha pia usalama unakuwa umeimarishwa. Sasa miongoni mwa sehemu ambazo pia ziliathiriwa pia na hali ilivyokuwa ni Namanga. Ambapo unapojua pale ni sehemu ambapo tunaingiliana na Wakenya. Ndio mlango wa Tanzania na Kenya. Hata ukiangalia katika sio Namanga tu peke yake, mipaka mingi ilikuwa katika hatari fulani. Yani unajua ni sehemu ambazo kuna muingiliano, yani hampo wenyewe. Kwa hiyo ni sehemu ambazo zinatakiwaga kuangaliwa sana. Sio tu kwenye masuala sio ya vurugu na nini. Hata inapotokeaga kuna magonjwa. Hizi zinakuwaga ni sehemu ambazo zinaingiza, yani sehemu ambazo zinaingizaga yale magonjwa fulani ya mlipuko wakati mwingine. Kwa hiyo ni sehemu za kuwa nazo makini sana. Nakumbuka magonjwa kama Ebola, si ndio Kule Kagera kule kuna mpaka mmoja wa Tanzania na Uganda. Pale Mtukula. Mtukula boda pale Kiaka. Hivi ndo mbele kidogo ya pale mbele, ukifika pale Kiaka pale Mtukula unakuta daraja la mto Kagera. Pale ambapo kuna historia ya Nduli Idi Amin alipokuwa inasemekana wana sisi hatukuwepo. Au wewe ulikuwepo ndugu yako? Mimi sikuwepo, lakini historia inaishi. Kwa hiyo ukifika katika maeneo kama hayo unaona hadi mabaki ya mimpuko ile ilipokuwa. Na umegusia hapo kwamba ndo mbele ya kuna sehemu inaitwa Bunazi pale, alafu kwa mbele kidogo hivi. Kwa hiyo katika mipaka kama kwa mfano mpaka kama huo, kuna kipindi fulani ugonjwa wa Ebola ulikuwa unatokea Uganda. Unatokea Uganda. Unaona uimarishwaji wa usalama wa kiafya jinsi ulivyokuwa unafanya kazi katika mpaka kama ule. Kwa hiyo hata inapotokea vurugu, haya maeneo ya mipakani haya ni ya kuyaangalia sana, maana wanaweza wakaingia watu kuongeza kuchochea zile vurugu na nini. Kwa hiyo Namanga ni sehemu moja wapo.